Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo naona ya kwamba Bwana Mungu anaweza kukuita ije ya kuwa changamoto unazo katika maisha yako ama udhaifu unao, lakini Mungu anataka akaweze kukutumia wewe pamoja nami. Mungu anaweza kumuita yeyote ambaye amependezwa na yeye, namna alivyomuita mtumishi wake Musa, aliyeona ya kwamba licha ya kuwa ana udhaifu, lakini Mungu alikuwa amemteua. Mtumishi wake Gideoni alijiona ya kwamba ana udhaifu. Mtumishi wake Yeremia alijiona ya kwamba ni mdhaifu, lakini Mungu aliweza kumupenda naye akamuita. Kwa hivyo tunapoangalia katika kitabu hiki cha Waamuzi, mlango wake ukiwa wa 6, mstari mdogo wa 14 hadi 16, tunaona Biblia inatuambia kwamba Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Mstari wa 15 inasema hivi, akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. 16, Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Kwa hivyo ndugu yangu msikilizaji, hapa tunaona ya kwamba Mungu anamuita mtumishi wake Gideoni ili akaweze kuyatenda makusudi ya Mungu kwa kuokoa wana wa Israeli ambao walikuwa wametiwa mbaroni, walikuwa chini ya mkono ulio hatari wa Wamidiani. Maana wana wa Israeli walipoacha njia za Bwana, Mungu aliweza kuacha na kuwatia chini ya mikono ya Wamidiani. Midiani wakawatesa, lakini walipofika mahali wakamlilia Bwana ya kwamba Mungu akaweza kuwahurumia. Tunaona ya kwamba Mungu akamteua Gideoni ili akaweze kuokoa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya Midiani. Lakini hapa tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Gideoni anaanza kumwambia Mungu ya kwamba nitawezaje kuokoa wana wa Israeli, ili hali katika jamii yetu sisi ndio watu wadogo sana katika nyumba ya baba yangu. Mimi ndiye niliye mdogo, sisi ni watu masikini, hatuwezi kufanya kitu chochote. Lakini nasema Mungu anamwahidi ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe, sitakuacha, nawe utawapiga Midiani ni kama mtu mmoja. Tunaona ya kwamba Mungu alimuita mtumishi wake Gideoni. Licha ya kuwa Gideoni alikuwa na changamoto zake, alikuwa anaona ya kwamba yeye hafai, alikuwa anajiona ya kwamba kwao ni maskini, alikuwa anajiona ya kwamba kwao ni watu wachache. Lakini nataka nikwambia kwamba mpendwa, kuna uwezekano wewe uko mahali Mungu anakuita katika huduma, lakini bado haujakubali. Ungali unasema kwamba sisi ni wachache, ungali unasema sisi ni masikini, ungali unasema kwamba kwetu hatuwezi kufaulu kuokoa wengine. Wewe itikia wito wa Bwana, maana Mungu anamhakikishia Gideoni ya kwamba mimi niko pamoja nawe, nawe utapata ushindi. Ninakwambia ndugu yangu, dada yangu, rafiki yangu, mtazamaji, ya kwamba wewe ukaweza kutii sauti ya Bwana. Licha ya kuwa umeona ya kwamba kuna udhaifu, ule udhaifu ambao umeuona tayari Bwana alikuwa ameujua kabla wewe haujajijua, lakini Mungu anataka kukutumia, maana anatafuta yule ambaye anatii sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naona ya kwamba Mungu wakati alimuita mtumishi wake Yeremia, tunapopata katika kitabu cha Yeremia, tufungue katika kitabu cha Yeremia mlango wake ukiwa wa kwanza kuanzia mstari mdogo wa 4 kwenda mpaka mstari mdogo wa 9. Tunaona Yeremia akizungumza pamoja na Mungu kwa maneno ambayo Mungu alikuwa anamwambia. Mstari wa 4 Biblia inasema kwamba neno la Bwana lilinijia kusema,
kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. 6. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. 7. Bwana lakini Bwana akamwambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. 8. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. 9. Kisha Bwana akamnyoshea mkono wake akanyosha mkono wake akanikuza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Hapo tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Yeremia aliitwa na Mungu akiwa bado ni kijana. Mungu anamwambia ya kwamba nimekuteua wewe, maana kabla hujaingia katika tumbo la mama yako mimi nalikujua, kabla hujatoka tumboni mwa mama yako mimi nalikutakasa. Kwa hivyo Mungu anataka Yeremia akiwa nabii akapeleka ujumbe, lakini bado Yeremia anasema kwamba mimi ni mtoto. Tunaona Mungu akimwambia kwamba usiseme ya kwamba mimi ni mtoto, maana mimi niko pamoja na wewe. Bwana akaunyosha mkono wake takatia maneno yake katika kinywa cha Yeremia. Ndugu yangu, dada yangu, rafiki yangu, ninakusihi siku ya leo, wewe kijana ambaye unasema kwamba ninataka nivunje mifupa kabla kama bado meno iko, hauko tayari kufuata sauti ya Mwenyezi Mungu. Unasema kwamba niokoke mapema, nitapata wapi raha ya maisha? Wewe mama ambaye umekataa kuokoka, wewe mzee ambaye umekataa kuokoka, ita kwa Mungu anakuita lakini hauko tayari kuitika. Nataka nikwambie kwamba Mungu anataka ukaweze kuhudumu katika madhabahu yake. Mungu anataka ukaeneze habari zake kwa mataifa mbalimbali, maana ameweza kuandaa kazi yako mpendwa, ukaweze kwenda na kutenda mapenzi ya Mungu. Tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Yeremia alikuwa anajiona kama mtoto, alikuwa anajiona ya kwamba hawezi. Ninataka nikwambie jambo, kama Mungu amekuita atakuwezesha, maana kazi unayoenda kuitenda si yako, ni yake yeye mwenyewe. Kanisa nataka kuambia, Mungu anataka muinuke, mkaweza kuangaza, mkaweza kuyatenda mapenzi yake, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Usiogope wale ambao nawahubiria, ni kwa sababu umewaona kwa macho ya nje. Mungu wetu ni roho, hata kutumia kwa namna ambayo hawezi kutarajia, hata kutumia kwa uteri, kuharibu madhabahu ya giza, kuokoa watu wake waliochukuliwa mateka. Siku ya leo nakutabiria mpendwa, nikisema ya kwamba ukitii sauti ya Bwana Mungu wako hatakupungukia, Mungu wako hatakuacha, ataenda pamoja na wewe, atakupa maneno utakayosema, atakupa neno la wakati. Watu watapona kwa sababu Mungu amekuita katika kazi yake. Anataka kuweza kuingia katika bustani lake la mizabibu, ukatende kazi ambayo yeye mwenyewe alianzisha kwa wema na kwa rehema zake. Kwa hivyo naona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa ajabu, anayekuita wewe pamoja na mimi katika huduma, lakini bado kuna wapendwa hawatajiamini. Wanasema ya kwamba mimi ni mwanamke tu, siweze kufanya kazi ya Mungu, watu watanicheka. Mwingine anasema ya kwamba mimi niko na professional yangu, siwezi kuitikia wito wa Bwana, maana sitapata mapato mengine. Ninataka nikwambia kwamba kazi ya Mungu si bure, kazi ya Mungu haina hasara, kazi ya Mungu haina kasoro,
Kazi ya Mungu inachilipa. Mungu mwenyewe anajua majira ya kukulipa, anajua wakati ambapo utaweza kuvuna. Maana wakati wa kupanda ukifika, utakapomaliza kupanda, kuna majira ya kubalilia, kuna majira ya mavuno. Wewe usikimbie mbele ya majira ya Bwana, maana Mungu anakujua, anakuhitaji ukatende kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naona ya kwamba wakati Mungu alikuwa ananena na mtumishi wake Musa katika kitabu cha Kutoka mlango wake ukiwa wa 4, Mungu alikuwa ananena na mtumishi wake Musa. Fungua nami katika kitabu cha Kutoka mlango wake wa 4 mstari mdogo wa 10 kwenda mpaka mstari mdogo wa 13. Tunaona ya kwamba Musa akamwambia Bwana Mungu, mimi si msemaji tokea zamani, wala toka hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema, ulimi wangu ni mzito. 11. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kisiwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana. 12. Basi sasa enenda nami niko pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Musa, wakati Mungu anamuita katika huduma, mtumishi wa Mungu anajiona ya kwamba yeye sio mwepesi wa kuzungumza. Anajiona ya kwamba yeye sio mtu rahisi wa kunena maneno, maana alikuwa kikukumizi. Anapoanza kutamka maneno, anaweza kuchukua muda mrefu kabla maneno hayajatoka. Lakini katika hiyo hali Mungu alikuwa amemuona, na Mungu anaanza kumuuliza maswali ya kwamba ni nani anayetengeneza vinywa vya wanadamu? Ni nani anayeweza kumfanya mtu mmoja awe kipofu na mtu mwingine akaweze kuona? Ni nani anayeweza kumuumba mtu awe kisiwi na mwingine akaweze kuwa sawa? Tunaona ya kwamba hii yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Haya yote ni maumbile ya Mungu. Mungu angeliweza kutengeneza kinywa cha mtumishi wake Musa, lakini Musa aliona ya kwamba yeye hafai. Lakini Mungu akamwambia kwamba mimi nitaenda pamoja na kinywa chako, kumaanisha neno lolote utakalolinena hautanena kwa ajili yako wewe mwenyewe. Ni mimi nitakayetia neno langu katika kinywa chako, na popote utakapoenda mimi nitaenda pamoja na wewe. Unapokubali wito wa Mungu mpendwa, na ukatembee pamoja na Mungu, Mungu atatenda ishara zake kupitia kwako kama chombo. Mungu atalinena neno lake kupitia kwako wewe kama chombo. Ni kwa sababu umetii. Kuna watu bado wanasita. Mtu anasema ya kwamba mimi sitaki kuokoka saa hii, nitaweza kuokoka kama nimezeeka. Unajuaje kama utazeeka? Unajuaje kama utaishi miaka unayotarajia? Ninataka nikwambia kwamba ukaweze kumpokea Yesu Kristo. Siku ya leo Mungu amenituma kwako nikaweze kuhubiria injili hii, kwa kusema ya kwamba Mungu anakuhitaji wewe ambaye umekatalia katika ulevi. Mungu anakuhitaji wewe ambaye umekatalia katika ushirikina. Mungu anakuhitaji wewe ambaye umekatalia katika nyanja yako katika nyanja yako ambayo ni professional ambayo unaifanya. Mungu anataka ukaweze kuitikia wito wake, ukaweze kuyatenda mapenzi yake, ukaweze kupokea wokovu wako, maana Mungu anataka uokoe jamii yako.
Mungu anataka ukaweze kuokoa familia yako upitie kwa neno analolitia katika kinywa chako. Usijidharau mpendwa, useme ya kwamba mimi siwezi kuzungumza, useme ya kwamba mimi ni mlemavu, useme ya kwamba mimi siwezi kwa sababu ya umasikini, kwa sababu ya kutokuwa na elimu. Ninataka nikwambia kwamba Mungu amekuita akiwa na sababu tele. Haleluya! Mungu ana sababu tele mpendwa. Tunapoangalia Yesu akizungumza na wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo mlango wake ukiwa 28 mstari mdogo wa 18, 19 na 20, tunaona ya kwamba Yesu aliwajia wanafunzi wake kabla hajatwaliwa kule juu mbinguni, na alipokuwa anazungumza nao, tunaona ya kwamba Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Huyu ni Yesu Kristo. Baada ya kufa kwake akafufuka, akahubiri injili hapa duniani kwa muda wa siku 40. Baada ya kukamilisha injili, tunaona ya kwamba Yesu aliwajia wale mitume ambao alitembea nao akiwapa neno hili ya kwamba enendeni duniani kote mkahubiri injili, maana nimekabidhiwa uwezo na mamlaka kule juu mbinguni na hata hapa duniani nimepewa uwezo na mamlaka. Wewe ndugu yangu na dada yangu, ninataka nikwambia kwamba Yesu ambaye amekuita katika huduma alipewa uwezo na mamlaka. Ametutuma tukaweza kuhubiri injili kwa mataifa wote, wakaweza kumjua yeye, wakayashika yale ambayo ametuamurisha ya kwamba pia nazi tukayashike, tukaweze kuyatenda mapenzi ya Mungu, tukaweze kuihubiri injili hii, tukiwabatiza watu kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu, ili watu wakaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wanaona ya kwamba Yesu Kristo ametupa ahadi ya kwamba yuko pamoja na sisi. Kwa nini wewe unapoeka? Kwa nini wewe unajihisi ya kwamba wewe haujaitwa, ili hali Yesu Kristo amekuita? Anataka utangaze habari zake kwa kila kiumbe mpendwa. Hubiri injili ya Yesu Kristo ukijua ya kwamba Yesu hajakuacha, ako pamoja na sisi. Anataka tukaweze kutimiza kazi ambayo Mungu alianzisha, tukaweze kuiendeleza, maana unajua kwamba mataifa wanahitaji injili, wanahitaji ukawapelekea habari. Wewe pamoja na mimi tukifanyika kwa wafuasi wa Yesu, injili hii itafikia mataifa. Watu wengi wataokolewa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na watu wengi watapona, na Mungu wa mbinguni ataweza kutukuka. Mpendwa, ninakwambia siku ya leo ya kwamba Mungu amekuandalia nafasi mzuri mpendwa ya kuhubiri injili hii kwa mataifa. Ndugu yangu, dada yangu, msikilizaji, ya kwamba uweze kuhubiri injili hii. Wewe baba yangu, wewe mama yangu, wewe mfanyakazi na wewe usiye na kazi, wewe unayejidharau na wewe unayejiona ya kwamba uko imara, simama ukamtumikie Mungu, simama ukalitetee jina la Bwana, maana najua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Ninakwambia wewe mkanga, ninakwambia wewe mchawi, ya kwamba uachane na uchawi wako,
Uachane na ukanga wako, maana Mungu wa mbinguni anataka kukutumia, anataka kubadilisha yale majira yako yamepitwa na wakati. Leo hii tunanena ya kwamba mamlaka ambayo Yesu alikabiliwa tunayatumia siku ya leo kunena habari njema ya kwamba uchawi una kikomo, ya kwamba ukanga una kikomo. Watoto wako wameteswa, watoto wako wamenyanyaswa, ufalme wa giza umewalemea. Wewe huko mahali pale, jamii yako inahangaika na mauti kila wakati. Nilikuwa na ndugu mwingine akaniambia ya kwamba kila mwaka kwa boma letu huwa tunapoteza muta. Ninataka nikwambia kwamba hayo ni madhabahu ya shetani ambayo walinyang'anywa. Siku ya leo nakutabiria ya kwamba hiyo roho ya mauti inaikomesha siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Maana Yesu naye mhubiri alishinda vita vyote. Yesu ni naye mhubiri alikabidhiwa mamlaka kule juu mbinguni na hapa duniani. Leo nataka nikwambie yale magonjwa yanayokutesa ni lazima yakuachilie, maana Yesu alileta uponyaji. Yale matatizo unayopitia, yale mapepo yanayokusumbua, ninakutabiria siku ya leo ya kwamba yanakuachilia katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana Yesu naye mhubiri alipewa mamlaka kule juu mbinguni, hapa duniani na hata jehanamu. Wewe unateswa kwa mujibu wa mamlaka gani? Maana ninakuletea mamlaka ambayo Yesu Kristo aliweza kunikabidhi: kukanyaka nyoka na nge, kuombea wagonjwa wakipona, kukemea mapepo kwa jina la Yesu, mapepo ya kitii. Siku ya leo ninakuamrisha ewe pepo unayetesa watu wa Mungu, ninakuamrisha ewe roho wa magonjwa unayetesa watu wa Mungu, ninakuamrisha enyi mizimu mkaweze kutoka ndani ya maisha ya wasikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo. Shetani na kazi zako na mbinu zako na laana zako, ninakuamrisha siku ya leo, achilia watu wa Mungu huru katika jina la Yesu Kristo. Ninataka tumalizie kwa kuangalia katika kitabu hiki cha Petero, ama katika barua ya Petero wa kwanza mlango wa 2 mstari mdogo ukiwa wa 9. Petero wa kwanza, First Peter chapter number 2 verses 9. Tafadhali msomaji. First Peter chapter 2 verse 9. Yes. Verse 9. Yes. Bali nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru ya ajabu. Kwa hivyo naona ya kwamba neno la Mungu linatutia nguvu, linatuhimiza ya kwamba sisi ni kisasi teule. Wewe pamoja na mimi ni kisasi teule mpendwa, uliyeitwa na Bwana wetu Yesu Kristo, akakuwekea chapa yake ya Roho Mtakatifu ili ukaweza kuyatimiza malengo na makusudi ya Mungu. Ninataka nikwambie ya kwamba usijidharau, usijione ya kwamba wewe sio mtu wa dhamani. Wewe ni miliki ya Mungu mwenyewe. Wewe ni mwana wa Mungu ambaye hukuzaliwa kwa tamaa ya mwili wala kwa tamaa ya damu ya mwanadamu, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana Yesu Kristo alikuja kwa walio wake wenyewe, bali hawakumpokea, ili hali kwetu sisi tuliompokea alitupa uwezo kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo naona ya kwamba wewe pamoja na mimi tumefanyika kuwa wana, tunaitwa wana wa Mungu katika ufalme wa mbinguni. Sisi ni uzao ambao tumeweza kutakazika, wewe pamoja na mimi, kusudi tukaweza kuyatenda makusudi ambayo Mungu ameyaweka mbele zetu. Ninajua ya kwamba unapotii sauti ya Mungu, Mungu ataweza kukupigania, Mungu ataweza kutembea pamoja na wewe, Mungu ataweza kukusaidia. Na wewe unapokairi sauti ya Mungu, ninataka nikwambia kwamba utaweza
kujipepea mzigo wako, lakini hautaweza. Ili ukaweza kuwasilisha mzigo wako mbele za Mwenyezi Mungu, Bwana akaweza kukutumikia, Bwana akaweza kusaidia, Bwana akaweza kujalia na rehema zake, hii ya kwamba ukaweze kuitenda kazi yake kwa moyo mkunjufu, ukaitende kazi yake kwa ufasaha na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Siku ya leo, mpendo mtazamaji, ninakunenea habari njema nikisema ya kwamba licha ya changamoto, lakini bado Mungu amekuita. Mungu anataka uendeleze kazi yake. Usikate tamaa, usirudi nyuma, usijidharau, maana Mungu aliyekuita ana sababu kuu, anakuelewa vizuri, anakufahamu mpendwa. Hubiri injili yake, uendelee mbele katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru wewe mtazamaji, nikisema ya kwamba Mungu wa neema, Mungu wa mbinguni akaweze kubariki, akaweze kutenda mema na makubwa katika jina lake safi. Nimekuombea ukaweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.